أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, leo ikiwa ni siku ya 18 ya darsa zetu, tunakamilisha kiporo cha darsa yetu ya jana, na wakumbusheni kwamba tunajadili matatizo na changamoto zilizomo katika mfumo rasmi wa elimu, na nukta ambayo tumekwenda nayo kwa siku kadhaa ni ile nukta inayoelezea kwamba ilmu imetumika kumtoa mwanadamu katika mstari wa kibinadamu na kumpeleka katika uhayawani, na mifano tumeiona mingi, lakini nukta ya msingi ni pale tulipozungumza tofauti baina ya ubinadamu na uhayawani, ubinadamu na binadamu, unyama na uhayawani. Tumesema kwamba ukisoma Qur'ani utaona kwamba ni bora kumuua binadamu kuliko kuua ubinadamu, na hii ndio nukta ambayo tulikuwa tunaishi nayo. Sasa leo tutamalizia kwa kutoa mifano ya wazi ili tuweze kuwekana sawa sawa. Aya katika surati al-Baqara tuloisoma ni aya ya 191, inazungumza kuhusu mapambano na wakanushaji maadui. Mungu anasema waqtuluhum min haythu thaqiftumuhum, waueni popote mtakapowakuta. Ni kina nani hawa? Ni watu ambao walikuwa wakipigana na jamii ya Kiislamu na wako tayari kuwaua Waislamu popote. Sasa na Waislamu wanaambiwa waueni popote mtakapowakuta. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum, na watoeni popote walipokutoeni na nyie. Kisha mahallu shahidi ni hapa, wal fitnatu ashaddu min alqatl, na fitna ni kali zaidi, mbaya zaidi kuliko kuua. Ukisoma aya hii vizuri utaona kuna harufu fulani unanusa ya maana hii ya kwamba msiingie uzito kuwaua, kwa sababu wao wamekufanyieni jambo kubwa kuliko mauaji. Nilipi hilo? La fitna. Tuko pamoja? Kwa hiyo msisikie uzito, msiwe na kigugumizi kuwaua, kwa sababu walichokufanyieni ni fitna, na fitna ni kubwa kuliko mauaji. Wamekufanyieni nini? Wamekutoeni katika mji wenu, wakakutieni fitna katika mji wa Makka, mkakataliwa na watu kwamba nyinyi hamfai. Kila mmoja akawa anamuogopa Muislamu, akamuona ni kiumbe ambaye hafai. Hiyo fitna hiyo ya kupasua jamii ikawa hakuna mshikamano ni kubwa zaidi kuliko mauaji. Ndio maana yake hii. Na fitna inapoingia katika jamii hupasua ile jamii, ikawafanya wawe hawaishi maisha ya kibinadamu, maisha yanakuwa ya kihayawani. Kila mmoja anamuogopa mwenzake, kila mmoja anamuona mwenzake ni hatari,
binadamu wanapitana kama wanyama. Na Waislamu itafikia mahala kama mnavyoona katika jamii zetu, fitna ikipatikana mnapitana kama wanyama, na si kwamba hamjuani, mnafahamiana, na kila mmoja akimwona mwenzake anatafuta cha kumshughulisha ili apite pale bila kusalimiana naye. Sasa kuna tofauti gani baina nyinyi na kondoo na wanyama wengine? Kwa hiyo wal fitnatu ashaddu min alqatli, fitna ikiingia katika jamii huwa inaua ile jamii, inaua ubinadamu wao, wanakuwa kama wanyama. Kisha ukitizama tafsiri kwa mfano ya Qur'ani ya Sheikh Makarim Nasir Makarim Shirazi, anasema hivi: maana ya fitna ni ijadu bi'atin fasadi diniyin wa fikri, ni kule kupatikana na mazingira ya ufisadi wa kidini na ufisadi wa kifikra. Yani mnatawaliwa na fikra chafu, imma ni baina yenu au fikra ambazo hazijengi. Hiyo ndo maana aliyosema Makarim Shirazi. Kwani maana ya fitna nini? Ukimwita mtu mfitini maana yake nini? Ni yule mtu anaweza kuingia kati ya watu wawili, akaenda akapeleka habari huku, kisha akarudi akapeleka nyingine huku, kisha kule mwanzoni na huku wakagongana, sio? Maana ya fitna. Kwa hiyo mfitini ni yule mtu anayeingia kati ya watu wawili akaharibu uhusiano wao. Na mwingine huenda mbali zaidi, la akaingia baina mume na mke bwana. Mume na mke wakawa wapatani. Anaweza kuwa ni ndugu, lakini anaweza kuwa ni mwanaume tu anamtaka mwanamke, yule kaingia katikati akaharibu ndoa ya watu. Sasa fitna ni kitu kibaya sana ambacho pengine mimi na wewe tumewahi kufanya. Ujue Mungu anasema wal fitnatu ashaddu min alqatl. Ikafikia mahala watu wale hawapatani. Vita vingi vinavyofanyika duniani ni kwa sababu ya kuwepo fitna. Kuna jambo limepita katikati pale, mkafitinishwa nyie, basi mkagombana, ikawa hakuna mshikamano. Lakini vile vile anasema katika maana ya fitna ni irtihadul mu'minina bisababi dinihim, namna waumini walipofanyiwa fitna wakafukuzwa katika mji wa Makka, wakatengwa kwa sababu ya dini yao. Na hapa tunasema dini yao Waislamu, lakini unapotengwa kwa sababu nyingine za itikadi yako, za rangi yako, chochote kile, jamii ikakutenga, ile ni fitna. Kwa hiyo kinachofanyika na Waislamu kila wakisogeleana, wakahudhuria katika shughuli za pamoja, wakashikamana, wakahubiri umoja, panaingia vidudu watu katikati, wanasema hao sio wenzetu, hao sio wenzetu, sio? Suala dogo mara nyingi, wenzenu mkina nani? Kwa sababu ahlus sunnati wal jamaa hao wengi kwetu huku Mashafi mnasema si wenzenu na mnawaita ni makhurafi. Alafu wale watu wa tariqa na tasawuf mnasema ni watu wa kukohoa wale na watu wa shirki, sio wenzenu. Alafu hawa mnawaita marawafidh, mashia, ndio kamwe sio wenzenu. Maibadhi ni makhawarij, sio wenzenu. Haya wenzenu kina nani? Kisha katika nyie wenyewe ambapo mmepasuana vile vile, ni nani mwenzenu katika nyie? Maana nyie wenyewe vile vile kuna hizbiyuna, sijui kuna salafia jadida, kuna wengine. Haya wenzenu nyie wenyewe, wenzenu kina nani katika nyie? Ndio yale tulosema kwamba mmetutoa katika dini, mkabakia wenyewe mkatoana. Alafu mpotoana, dini imebaki na nani? Haina mwenyewe. Kwa hiyo sisi tuko katika wadi na dini iko pengine. Uslubi huu sio sawa sawa na wala haujengi jamii. Hii ni fitna, kuwa hukubali kila mtu wewe ni wewe tu, wengine wote hawafai. Sasa hiyo ndo maana ya fitna. Tabatabai al-Allama anasema hivi: al-qatlu yuzilu hayata kulli insan, insanin wahid. Ukimuua mtu umemuua mmoja. Ukiua binadamu umeua jamii. Maanake fasadi ikienea katika jamii, maanake ubinadamu unakosekana, jamii nzima inakuwa imeathirika. Anasema ni kule kujitengeneza mazingira
ya fikra potofu katikati ya jamii, watu wakawa wanakataana, hawako tayari kuwa pamoja, hawezi kushirikiana. Hiyo inaitwa fitna. Au kuwasha moto wa mizozo baina ya watu, anachomeka pale, anawasha ule moto, ukiwaka hapakaliki, hakuna binadamu anayeweza kumwamini mwenzake, trust inakuwa hakuna, hasalimiki dhalimu wala madhulumi. Hiyo ni fitna. Na ndio maana Waarabu wanasema neno fitna linaambatana sana na moto. Msemo wa Kiarabu ukisema fatanati dhahabu au fatanati dhahabu, dhahabu imefitiniwa, maana yake imetiwa katika moto mpaka ikatoka ile safi na isiyokuwa safi. Hiyo ndio fitnatu dhahabi. Na jamii ikiingizwa katika fitna, ndio wakati ambapo unamjua aliyomo na asiyomo, unamjua wakwako na asiyekuwa wakwako. Ile fitna huchekecha watu mpaka ukamfahamu mtu sura yake halisi. Fitna inaweza kaingia mpaka baba na mama wasipatane, baba na watoto wasipatane, ukamuona mtoto wako katika sura halisi. Kwa hiyo fitna ikiingia mahala husafisha mpaka ikachekecha, alafu watu wakaonekana katika sura zao halisi. Sasa mshikamano wa kijamii, nataka tusikilizane vizuri, ni sifa ya kibinadamu. Jamii kushikamana ni sifa ya kibinadamu. Kuipasua jamii wakaishi kama hayawani, kila mmoja anamwogopa mwenzake, ni sifa ya kihayawani, sio ya kibinadamu. Tunachotakiwa sisi, hata kama mtu si Muislamu, tuna vigezo na taratibu za kuishi naye vizuri. Ndio maana katika Uislamu zile hukumu za jirani hazizingatii dini yake. Akishakuwa ni jirani, ana haki za jirani. Kwa hiyo ni binadamu, anatakiwa uishi naye vizuri.